mutazawij, sanamun lilmutazawij, sanamun lilmutazawij, yani tunakusudia kuota ndoto kwa mtu au mwanamume aliyepo katika ndoa. Mwanamume aliyepo katika ndoa anapolala kisha akaota ya kwamba ameota sanamu usingizini. Nini maana yake? Biidhnillahi tabaraka wa taala, yarhamukumullah. Basi twende pamoja tuweze kuyaona matukufu na mazito yanayopatikana katika ndoto hii ya mwanamume aliyopo ndani ya ndoa. Hivyo nianze na nukta yangu ya kwanza ya mwanamume aliyopo katika ndoa. Tunasema mwanamume aliyopo katika ndoa akiota ndoto akaona sanamu ndani ya usingizi wake, basi ndoto hiyo inamjulisha huyo mwanamume haya yafuatayo, kwamba unapenda kufuata matamanio na kujishusha na kujishughulisha mambo ya batili na uongo. Maana yake tunasema unapenda kufuata matamanio na kujishughulisha na mambo ya batili na mambo ya uongo. Kwa nukta hii ni sawa na ndoto inakuelezea na kukutaka ya kwamba achana na mambo ya matamanio katika ulimwengu huu, yanaweza kukufikisha pahala pabaya, lakini pia achana na kujishughulisha na mambo ya batili. Mambo ya batili kidunia hata kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, yani ni kufanya kinyume cha kheri, kufanya kitu ambacho ni kinyume cha kufanya kheri. Maana yake ni kufanya kitu batili kisichokubalika katika jamii. Kwa hivyo pia achana na uongo, yani ndoto au Mwenyezi Mungu amekupenda sana, anakupa shauri uachane na mambo ya kuongopa katika hali za namna hiyo. Ama nukta ya pili ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, lilmutazawij, sanamun lilmutazawij, kuota ndoto ya sanamu kwa mtu ambaye yupo katika ndoa yake. Tunasema mtu mwanamume anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu la dhahabu. Wewe mwanamume ulipo katika ndoa ukaona sanamu, lakini sanamu hilo ni sanamu la dhahabu, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba hiyo ni hasara utakayoipata. Hiyo ni hasara utakayoipata katika mali zako na kupungukiwa kwa dini. Hiyo ndiyo maana yake. Kwa hivyo ni sawasawa na Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi anakutaka uweze kuchukua hatua za maksudi kuepukana na hasara kama hizo zinazoweza kuja kutokea katika mali zako, katika biashara zako na kadhalika. Huo ni uzinduo wa kwanza. Yaani usije ukakaa ukasubiria mpaka unaingia katika hasara, katika biashara zimekufa, mali zinaharibika, ndipo unashtuka sasa na kuanza kuchukua hatua za makusudi kabisa. Kumbe ungeweza kuanza tokea hapo awali, ungeweza kuwa katika hali iliyokuwa nzuri kwa huruma na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, lakini pia katika hiyo nukta ya pili, Mwenyezi Mungu anakuasa utaweza kupungukiwa dini. Yaani jitahidi sana kwa ndoto hii, yaani sawa na kwamba anakuzindua shikamana na mambo ya dini, achana na mambo ambayo yasiyokuwa na dini. Ama nukta ya tatu ya ndoto ya kuota sanamu usingizini, tunasema sanamun lilmutazawij, ndoto ya kuota sanamu kwa yule baba aliyopo ndani ya ndoa. Nukta ya tatu tunasema mtu mwanamume aliyeoa, aliyopo katika ndoa yake,
kisha anapolala akaota ndoto kaota kuwa kaliona sanamu la fedha, yani material yake ya uundwaji limeundwa kwa madini ya fedha. Basi ndoto hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba una mahusiano na mwanamke, au ndoto fasiri ya pili tunasema unafanya vitendo vinavyohusisha wanawake kwa namna isiyopendeza. Kuwa mwangalifu sana ndugu yangu, usije ukawa katika wale watu ambao wanapenda sana mambo ya wanawake katika hali za namna. Kwa hiyo ni kama ndoto inakusuta, ndoto inakutaka uachane na mambo hayo, kwa sababu yanaweza kupelekea katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Lakini pia ndoto inakuelezea haya majambo ni sawa na kwamba ubadilike, achana na mambo hayo ndugu yangu. Upo katika ndoa sasa, hayo mambo ya wanawake wengine tena inakuwa ni mtihani. Lakini nukta ya 4 ya ndoto ya kuota sanamu kwa mwanamume aliyeoa aliyopo katika ndoa, tunasema sanamun lilmutazawwij, kuota sanamu kwa mwanamume aliyeoa. Wasema mwanamume aliyeoa anapolala kisha akaota kuwa kaliona sanamu lililotengenezwa kwa chuma au shaba. Kaota kwamba kaliona sanamu lililotengenezwa kwa chuma au limetengenezwa kwa shaba. Nini maana yake? Maana yake tunasema unajishughulisha na anasa za dunia na unasahau ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo ni sawa hii ndoto, Mungu anakupa bishara, anakuletea ndoto, unaona sanamu. Yani masanamu unayoyaona ni masanamu ambayo yalitengenezwa kwa chuma, au material yake imetengenezwa kwa shaba. Ile maana yake Mungu anaongea na wewe, kwamba wewe hapo ulipo, maisha yako kwa sasa unajishughulisha na anasa za kidunia. Ni sawa na kusema achana na anasa hizo za kidunia. Hizo anasa za kidunia zitakufikisha katika hali iliyokuwa si nzuri, na hatimaye utakuja kukutana na Mola wako muumba wa mbingu na ardhi ukiwa katika matatizo mazito. Na Mwenyezi Mungu atulinde, atunusuru katika hali za namna hiyo. Lakini pia ni ndoto ambayo inakutaka urejee, ufanye ibada, achana na mambo ya kidunia. Ama nukta ya 5, ikhwani, ndugu zangu, ambao kwa siku ya leo nitaweza kuishia hapa, kwa ndoto ya mwanamume aliyopo katika ndoa anapoota kaona sanamu usingizini. Tunasema sanamun lilmutazawwij. Tunasema mwanamume aliyeoa anapolala kisha akaota sanamu kuwa limevunjika, akaona sanamu limevunjika. Nini kinachoelezewa katika hiyo ndoto? Yarhamukallah. Tunasema maana ya ndoto hiyo ni fanya toba. Yaani Mwenyezi Mungu anakutaka ufanye toba. Rejea kwa Mwenyezi Mungu haraka. Umauti upo karibu ndugu yangu. Fanya haraka, achana na hayo mambo ya kidunia tena. Kwa sababu muda unakaribia. Ajalun ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu inakaribia. Ni sawa Mwenyezi Mungu anakuongelesha, achana na mambo hayo, fanya toba sasa. Umrejee yeye muumba wa mbingu na ardhi. Lakini pia hiyo maana yake tunasema inusuru nafsi yako. Inusuru nafsi yako ni sawasawa na vile kusema kwamba mrejee Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Ikhwani, mimi nitaishia hapo na tutaendelea kwa siku nyingine biidhnillahi tabaraka wa taala. Yarhamukumullah. Niseme dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.